السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. Katika hutuba zilizopita tulizungumza kuna swala zima la uharamu wa kuitakidi nuksi, na kwamba miongoni mwa miezi ambayo watu huitakidi ni miezi yenye nuksi ni mwezi huu wa Shawwal ambao tuko mwishoni mwake. Tukaeleza haramu wa jambo hilo na kwamba mwanadamu anatakiwa yeye ni kumtegemea Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa viumbe vyote ni vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndiye mwenye kukadiria kheri na shari. Kwa hiyo hakuna kheri isipokuwa kheri hiyo imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile hakuna shari ambayo mwanadamu imempata shari hiyo isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria shari hiyo imkute. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun wama minna illa walakinna Allaha yudhihibuhu bitawakkul. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufunza sisi kumtegemea Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala katika kila jambo. Katika hadithi hii ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema at-tiyaratu shirkun. Tiyara ni shirki, yani kuitakidi nuksi kupitia ndege ni shirki. Amesema hivyo mara tatu. At-tiyaratu shirki, kuitakidi nuksi kupitia ndege ni shirki. At-tiyaratu shirku, kuitakidi nuksi kupitia ndege ni shirki. Wama minna illa, na wala hakuna yoyote miongoni mwetu isipokuwa. Mtume salama akanyamaza hapo, kwa maana ya kwamba wama minna illa, hakuna yoyote miongoni mwetu isipokuwa ya'tarihi tiyaratu. Wama minna ahadun, hakuna yoyote miongoni mwetu illa ya'tarihi tatayyur, isipokuwa mtu huyu atakuwa anahisi nuksi kupitia vitu fulani. Hakuna miongoni mwetu isipokuwa jambo hilo lipo katika moyo wake, kwa kuwa ni jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba nalo.
hakuna isipokuwa mtu atakuwa kuna kitu fulani anahisi hivi, yani anapata ule wasiwasi na hofu kwa vitu fulani anapovisikia au anavyoviona. Lakini Mtume sallallahu akasema walakin Allah yudhihibuhu bitawakkul, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaiondosha hali hiyo kwa kutegemea, kwa kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanadamu anatakiwa amtegemee Mola wake subhanahu wa ta'ala katika kila jambo, hasa katika mambo yanayopelekewa na kuitakidi nuksi. Ni swala zima la kuzitukana zama, kutukana wakati. Kutukana wakati ni katika jambo au ni katika mambo yanayozalikana na watu kuitakidi nuksi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika al-hadith al-qudusi anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, amesema Allah azza wa jalla, yu'dhini ibn adama, ananiudhi mimi mwanadamu, yasubbu ad-dahra, anautukana wakati, wa ana ad-dahr, na hali ya kuwa mimi ndiye ninayeuendesha wakati. Biyadi al-amr, katika mkono wangu kuna mambo yote, kuna amri zote. Uqallibu al-layla wan-nahar, ninauendesha usiku na mchana, ninaubadilisha usiku na mchana. Pia kitendo cha mwanadamu kutukana wakati ni katika mambo ambayo yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni katika mambo yanayomtia katika shirki mwanadamu. Wanawachuoni wanataja hali tatu za kutukana wakati, kusema vibaya wakati. Hali ya kwanza ni mtu kukusudia al-khabaru al-mahdh, habari iliyotakasika, anatoa maelezo lakini hautukani wakati. Mfano wa mtu kusema tumechoka na joto la leo, joto ni kali, lakini hautukani wakati. Yeye anakusudia kutoa maelezo ya kile ambacho kimetokea katika siku hiyo, kama alivyosema Nabiyullah Lut alayhi salam, hadha yawmun asib. Nabii Lut alayhi salam alipojiwa na wageni wakamhabarisha kwamba wao ni kina nani na lengo lao ni nini, akasema hadha yawmun asib, hii ni siku ngumu leo. Hapa si kutukana wakati, ni kutoa maelezo ya kile ambacho kimetokea au kitatokea katika siku hiyo. Hii ni sura ya kwanza ambayo mwanadamu akifanya hivi halaumiwi na wala haambiwi ameingia katika shirki, kwa kuwa anaeleza ule uhalisia ulivyo, kwamba leo ni siku ngumu, leo ni siku nzito, tumechoka na joto la leo. Hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili ni mtu kutukana wakati kwa kuitakidi ya kwamba wakati ndiyo wenye kufanya mambo, wakati ndiyo unayageuza mambo ya kheri na mambo ya shari yanatokea kwa sababu ya wakati, kwamba huu wakati ndiyo unaofanya mambo. Hii ni shirki, wanasema wanawachuoni, ni shirki kubwa, kwa kuwa hapa mwanadamu anakuwa ameitakidi ya kwamba kuna pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji mwingine mwenye kuyaendesha mambo, kwa kuwa yeye atakuwa ameyanasibisha matukio kwa yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaitakidi ya kwamba kwa sababu ya wakati ndiyo kunapatikana kheri na shari, na hali ya kuwa kheri na shari anazikadiria ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila anayeitakidi ya kwamba kuna pamoja na Allah muumbaji mwingine, huyo ni kafiri. Basi hivyo hivyo anayeitakidi ya kwamba kwa sababu ya wakati ndiyo kunapatikana kheri na shari, huyo ni sawa sawa na aliyeitakidi ya kwamba kuna pamoja na Allah muumbaji mwingine. Kwa hiyo hii la pili, mwanadamu atakuwa ameingia katika shirki, mtu kuitakidi ya kwamba wakati ndiyo sehemu ya matukio,
kheri na shari zinatokea kwa sababu ya wakati, atakuwa ameingia katika shirki. Hali ya tatu ni mtu kuutukana wakati, si kwa kuitakidi ya kwamba wakati ndio unafanya mambo. Kheri na shari zinatokea kwa sababu ya wakati, ni nyakati zinapokwenda. Yeye anaitakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio mfanyaji wa yote. Kheri na shari zinatokea kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyezikadiria kheri hizo, na yeye ndiye aliyekadiria mambo hayo ya shari. Anaitakidi hivyo, lakini akautukana wakati, akausema vibaya wakati, kwa sababu tu wakati ndiyo mahali pa kutokea hiyo kheri au kutokea hiyo shari. Lile jambo ambalo yeye analichukia kwake yeye, akausema vibaya wakati kwa sababu ndiyo sababu ya kutokea jambo baya ambalo yeye analichukia. Jambo hili ni jambo la haramu, lakini halifiki katika hadhi ya shirki. Haambiwi kwamba hapa ameshirikisha, lakini itahesabika ni katika upumbavu na ujinga, na kuonyesha ule uduni wa akili alionayo mtu na upotovu katika dini yake, kwa kuwa uhakika hasa watusi au uhakika wa lawama utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, wewe unambeza mtu kwa sura yake mbaya, unambeza mtu kwa sababu ya kilema alichonacho, unambeza mtu kwa sababu muonekano wake ni mbaya, ukamsema vibaya, ukamtukana. Uhakika hasa watusi unarudi kwa Allah, kwa kuwa yeye ndo aliyemuumba katika sura hiyo, yeye ndo alimpa kilema hicho. Kwa hiyo hapo unakuwa wewe humtukani wala humbezi mwenye hiyo sura mbaya, wala humbezi mwenye hicho kilema, unambeza Allah kwa sababu yeye ndiye aliyemuumba katika sura hiyo. Huyu hana khiari katika, na hivyo hivyo mwenye kusema vibaya wakati, kwa sababu ndiyo mahalul hawadith, pahali pa kutokea mambo, akautukana wakati, akausema vibaya, basi hili tusi linarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni hali ya tatu ambayo haifiki katika hadhi ya shirki, lakini inaonekana ule upumbavu na ujinga alionao mtu kwa kusema vibaya wakati, eti kwa sababu ndiyo sababu ya kutokea kheri na shari. Na utaona wanawachuoni walipomjibu Abul Alai al-Ma'arri kwa maneno yake mabovu, aliposema idha ma dhakarna Adama wa fi'alahu, tutakapomtizama Adam na vitendo vyake, Adam baba yetu na vitendo vyake, wa tazwijahu bintayhi libnayhi fil khana, na kule kuwaozesha kwake watoto wake wawili wa kiume, kuwaozesha kwa mabinti zake wawili, fil khana, kwa ukhaini tu, kwa uzinzi. Alimna bi anna al-khalqa min nasli fajiri, tutajua ya kwamba viumbe wote wametokana na kizazi kiovu. Wa anna jami'a an-nasi min unsuri zina, na kwamba watu wote wametokana na kizazi cha zina. Mmoja katika mafilosofi Abul Ala al-Ma'arri aliyasema maneno haya, unasibishwa kwake maneno haya. Sasa hapa ni kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba tukivitizama vitendo vya Adam alivyovifanya, kitendo chenyewe ni kule kuwaozesha watoto wake wa kiume wawili, kuwaozesha mabinti zake wawili, kwa maana kwamba ndugu wameoana. Kwa ukilitizama hili tendo, alimna bi anna al-khalqa min nasli fajiri, tutajua ya kwamba viumbe wote wametokana na kizazi kiovu. Wa anna jami'a an-nasi min unsuri zina, na kwamba watu wote wametokana na kizazi cha zina, asili ya zina. Hapa ni kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Adam ni sababu ya kuanzisha kizazi katika ardhi, yeye ni sababu, na Allah subhanahu wa ta'ala alimusabbib. Kwa hiyo kumtukana na kumsema vibaya Adam kwa hili, kwa kuwa yeye hakuwa na khiari, ni amri tokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ni kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo mwenye kumtukana wakati, haitakidi ya kwamba wakati ndio wenye kufanya mambo, isipokuwa anaona kwamba ni wakati ndio mahalul hawadith, pahali pa kutokea matukio yote. Ni sawa sawa amemtukana Allah subhanahu wa ta'ala.
Na hali hii ya pili ndiyo ambayo mwanadamu anaingia katika ashirku bila kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akiusema vibaya wakati kwa kuitakidi ya kwamba wakati ndiyo wenye kufanya mambo. Allahu ta'ala alhamdulillah wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سمع صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة ambaye ameipokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala na wengineo katika maimamu wa hadithi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, la tasubbu ad-dahra, msiutukane wakati, fa inna Allah huwa ad-dahr, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kugeuza wakati, yeye ndiye mwenye kuuendesha wakati. Kwa hiyo usiutukane wakati kwa sababu ya shari zinazotokea katika wakati huo. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeuendesha wakati, na sababu kuu ya watu kufikia kuutukana wakati ni lile tulitaja la kwamba kuitakidi nuksi kwa baadhi ya vitu vyenye kuonekana au vitu vyenye kusikiwa. Ada ya watu tangia huko kale kwa Waarabu na miji mingine na mataifa mengine mpaka humu mwetu ilikuwa ni watu kuitakidi nuksi, na mpaka leo hilo jambo bado lipo kwa baadhi ya watu, shirki ya kuitakidi nuksi kupitia vitu vyenye kuonekana kama vile bundi na wanyama wengine ambao watu wakisikia sauti ya mnyama huyo au kumuona kwake tu wanaitakidi kuna jambo baya litatokea. Hili likawapelekea watu kutukana wakati kwa kuitakidi ya kwamba wakati ni sehemu ya mambo mabaya kutokea, kama baadhi ya miezi ambayo watu wanaitakidi miezi hiyo ukifanya jambo lolote halifanikiwi, au baadhi ya masiku ukifanya jambo lolote katika masiku hayo jambo lako halifanikiwi. Wakawa baadhi ya watu hawasafiri, kama vile siku ya Jumanne, siku ya Jumatano, hawasafiri katika siku hizo wakiitakidi ni siku zina nuksi, bora usafiri siku nyingine. Au mwezi wa Safar watu hawafungi safari. Kadhalika mwezi huu wa Shawwal ambao sisi tuko mwishoni mwake ni katika miezi ambayo watu hawafungi ndoa. Sasa kuitakidi hivi na kuliacha jambo, mtu asiliendee jambo lake kwa sababu ya itikadi aliyonayo kwamba siku fulani ni siku ya nuksi, huyu anajiingiza katika ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa hakuna khairi isipokuwa khairi hiyo ameikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile hakuna shari itakayotokea katika ardhi, shari itakayompata mtu isipokuwa Allah amekadiria shari hiyo imkute mtu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, la tasubbu ad-dahra, msiutukane wakati, fa inna Allah huwa ad-dahr, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kubadilisha wakati, yeye ndiye mwenye kuziendesha zama. Kwa maana ya hadithi ni kwamba kuutukana wakati na ashatmu, kule kuushutumu na kuusema vibaya masiku au miezi au miaka, wakati linapotokea jambo baya, mtu akaitakidi ya kwamba hiyo siku hiyo ndiyo nuksi, au huo mwezi huo ndiyo nuksi yenyewe, huku ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na sababu ya katazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kutukataza sisi kutukana wakati ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayeuendesha wakati. Kwa hiyo atakayetukana wakati ni sawa sawa amelielekeza tusi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ile shutuma na lawama itakuwa ameielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ndiye anaendesha huo wakati. Kama mfano tuliotoa, kumbeza mtu kwa sababu ya sura mbaya alionayo, hapo humbezi huyu mwenye sura mbaya, unambeza Allah kwa sababu yeye ndiye aliyemuumba katika sura hiyo, katika muonekano huo.
Kwa sababu ya kukataa kutukana wakati ni kwa kuwa yeye Allah ndiye mwenye kuendesha wakati. Kwa hiyo lawama na tusi linarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndiye mwenye kuendesha wakati na aliyeumba huo wakati. Kwa hiyo mwanadamu yeye atakiwa amtegemee Mola wake subhanahu wa ta'ala katika kila jambo, na ajue ya kwamba kheri na shari zote zipo katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka ikupate kheri itakupata, na akitaka Allah likupate jambo la shari, jambo ovu ambalo unalichukia litakupata. Lakini si wakati wala si viumbe kwamba wao wana mchango katika mambo mabaya, mambo yenye kutuumiza, yenye kutuchukiza sisi, bali tulisema ya kwamba mambo mabaya yote yenye kutuumiza sisi sababu ni sisi wenyewe, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas, umedhihiri ufisadi baharini na nchi kavu kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono ya watu. Ufisadi unaodhihiri katika ardhi ni kwa sababu ya madhambi yetu wenyewe. Kwa yale mabaya yenye kutuumiza yanayotupata sisi ni kwa sababu sisi wenyewe, matendo yetu wenyewe, lakini si kwa sababu ya wakati. Kwa sisi tutakiwa tuzitakase itikadi zetu na tujue ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuyakadiria mambo yote, mambo ya kheri na mambo ya shari. Na mwenye kujiingiza katika kuitakidi nuksi au akaingia katika kutukana wakati, basi atakuwa amefanya jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hatakuwa amefanya jambo la madhambi, basi atakuwa ameingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.